Muungano wa wasomi kutoka vyuo vikuu mbalimbali humu nchini umeiomba Wizara ya Elimu kufutilia mbali agizo linalositisha utoaji wa stashahada za elimu ya chekechea pekee. Agizo lililotolewa na Katibu wa Elimu Profesa Julius Bitok linajumuisha mafunzo ya ECDE na ya shule za msingi, hatua iliyozua wasiwasi miongoni mwa walimu wa serikali za kaunti. Katika kijiji cha Nawapa huko Loyangalani, kaunti ya Marsabit, maafisa wa serikali wanaendeleza msako na hamasa miongoni mwa wakazi. Agizo la Wizara ya Elimu limezua hisia kali kutoka kwa baadhi ya wahadhiri wa vyuo vikuu ambao wanasema agizo hilo limewaacha mamia wanafunzi na wazazi kwenye njia panda, wengi wao ambao tayari wamejisajili vyuoni wakikosa uhakika kuhusu mustakabali wao. Agizo hilo liliunganisha stashahada ya ualimu wa chekechea na stashahada ya ualimu wa shule za msingi ili kuunda programu mpya inayojulikana kama stashahada ya ualimu wa elimu wa chekechea na msingi. We have a membership of 500 colleges training ECD teachers. We have students who were admitted in August, and the circular discontinues them on 19th January. What are we talking about? What do you tell these students? Muungano huo wa wahadhiri unasema kuwa mabadiliko makubwa yoyote katika mfumo wa elimu yanapaswa kutekelezwa kwa kipindi cha mpito kisichopungua miaka 5. Kwa mujibu wao, mbinu za kufunza katika kiwango cha elimu ya chekechea hutofautiana pakubwa na zile zinazotumika katika shule za msingi. The primary colleagues are teaching children how to now do mathematics, do English and do all those subjects, as we are preparing children in terms of self-control, in terms of relationships, in terms of emotional control and focus. That is the science of ECD. We have made a lot of strides in our education system. Somebody somewhere has come, is cutting it left right without consulting. Gavana wa Kericho aliyewasilisha maoni ya baraza la magavana alisema kuwa elimu ya chekechea ni jukumu la serikali za kaunti, akibainisha kuwa kaunti zimewekeza pakubwa katika sekta hiyo na kwamba hazikushirikishwa. Aliongeza kuwa magavana wako tayari kuelekea mahakamani kuzuia muungano huo, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kurejesha jukumu hilo kwa serikali ya kitaifa. This is being issued when there are trainers in classroom, ongoing trainers in classroom. What then happens to those that are being trained already? What then happens to those that were employed and they are already working in our system? How will that then affect our payroll and how that move forward? The nature of circulars in Kenya is that they sometimes operate as law. And that circular is illegal. My suggestion is 2 things. 1, the Senate needs to write to the PS to retract his circular with immediate effect. Katibu wa elimu ya msingi Profesa Julius Bitok hata hivyo amesema kuwa wizara inatekeleza agizo la rais kufuatia mapendekezo ya jopo la rais kuhusu mageuzi ya elimu. Kwa mujibu wa Bitok, baadhi ya vyuo vya kibinafsi vimeendelea kutoa kozi hiyo kinyume cha sheria licha ya kufutiliwa mbali mwaka 2023. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.